Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sadiqil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mzangu Islamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizotuneemesha nazo, na neema kubwa zaidi ni neema ya Uislamu. Lakini pia bila kusahau neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kutufikia tukiwa tuko hai. Kwa ajili hiyo tunatakiwa tujitahidi sana kwa kufanya mema ambayo hayapatikani isipokuwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mfano kama kufunga saumu ya Ramadhani, ni saumu ambayo ni mahsusi kwa mwezi huu, isipokuwa tu kwa yule ambaye hataweza ndio atalipa mwezi mwingine. Lakini pia swala ya tarawih ni ibada ambayo imehusishwa na mwezi huu, kuswaliwa qiyamul layl kwa jamaa msikitini, jambo ambalo latakiwa Waislamu pia jitahidi, kwa sababu miezi mingine ibada hii haifanywi hivyo. Lakini pia huu ndio mwezi wa Muislamu kuweka azma na nia, kujitahidi ili aweze kupata Lailatul Qadr, usiku ambao kwa hakika atakayepata usiku huo akawa katika ibada, basi ataandikiwa kuwa amefanya ibada hiyo kwa muda wa miezi 1000. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi ambao umehusishwa sana na Qur'an, kitabu cha Uislamu ambacho Waislamu wanajivunia kitabu hicho. Na kwa hivyo jambo ambalo yatakiwa tuhimizane mwanzo kabisa, kwa kuwa mwezi huu bado uko mwanzo, ni kuhusu Waislamu kutilia umuhimu kukisoma kitabu hichi cha Qur'an. Mbali na thawabu nyingi ambazo tutaeleza baadhi ya thawabu hizo, fadhila nyingi ambazo anazipata Muislamu, daraja kubwa ambayo anaipata, lakini pia ni kitabu ambacho ndugu zangu Waislamu huwa kina faida kwa kukisoma, faida ambazo zingine hauwezi ukaziona. Lakini bila shaka tumeahidiwa ya kuwa mwenye kusoma Qur'an atapata faida hizo. Kwa hivyo yatakiwa Muislamu ajitahidi angalau kila siku akamilishe juzu moja. Hiyo ni kwa uchache kabisa. Lakini salafu salih walikuwa mwezi wa Ramadhani ukifika, kuna wale ambao wanaihitimisha Qur'ani kila siku. Kuna baadhi ya masahaba kama Uthman ibn Affan, kama Tamimud Dari, imepokea kuwa walikuwa wanaisoma Qur'ani na wanaikamilisha kila siku. Kila siku wanahakisha kuwa wamesoma Qur'ani nzima, jambo ambalo lawezekana kwa Muislamu akiweka nia na akaazimia kufanya anafanya. Lakini yataka Muislamu awe ana uzoefu wa kuisoma Qur'an, kiasi cha kuwa anapoisoma anakuwa ni mwepesi wa kuisoma kwa sababu amezoea. Vinginevyo yule ambaye hakuzoea kuisoma Qur'an, akisoma tu kidogo hivi anasikia usingizi. Bali kuna yule ambaye akisoma anasikia amechoka mpaka tena hawezi kabisa, lakini kwa sababu ya kule kutokuwa na mazoea. Lakini pamoja na hivyo, kuna baadhi ya waliokuwa wakihitimisha Qur'ani kila baada ya siku 2. Kwa ina maana kuwa kila siku anasoma nusu Qur'an. Kuna wengine walikuwa wanahitimisha kwa siku 3, kila siku juzu 10. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa yule anayetaka kuhitimisha Qur'an kwa haraka zaidi, basi ni ahitimishe kwa muda wa siku 3. Na kwa sababu ya kuwa ukisoma ukakamilisha Qur'ani chini ya hapo, unaweza ukaisoma na ukawa unaisoma kwa haraka zaidi, mpaka usiwe unaizingatia na unaisoma kwa kupea kila harfu haki yake katika makharij na katika tajwid na hata katika kuipamba sauti yako. Lakini
hata kama hauwezi kuihitimisha Qur'ani kwa siku 3, basi angalau jitahidi uhitimishe kwa siku 4, kwa siku 4 ama kwa siku 5 ama siku 6 ama wiki, ama angalau hata kwa wiki, kwa siku 10 wewe umeshakamilisha Qur'an. Siku 10 basi hamna basi siku 20 hivyo. Lakini isipite kuwa Muislamu inapita siku moja hakumbuki kama amesoma Qur'an. Hiyo ni hasara kubwa zaidi, kwa sababu ya kuwa Qur'an ndio kitabu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha ili kiwe ni mwongozo kwa Waislamu. Lakini pia Qur'an ni kitabu pekee ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi Waislamu ili tuweze kupata thawabu nyingi kwa kukisoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud, man qaraa harfan min kitabillahi, atakayesoma tu herufi moja kwenye kitabu cha Allah, ukafungua Qur'ani hivi ukasoma herufi moja tu, basi unapata thawabu 10. Lakini sasa Mtume anasema kutiba lahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amthaliha, kisha huo wema moja unalipwa mara 10, unalipwa mara 10. Na mara 10 maana yake ni kuwa hiyo ni herufi moja. Sasa wewe niambia kuwa ikiwa utasoma herufi 2, 3, 4, 5, usome herufi 10, thawabu nyingi sana. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la aqulu alif lam mim harf walakin au bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kuna posema alif lam mim, hapo una herufi 3 ambazo kila herufi ni thawabu 10, kwa hivyo na thawabu 30. Sasa niambie utakaposoma Qur'an nzima ni herufi ngapi hizo na utakuwa na thawabu kiasi gani? Lakini sasa yatakiwa Muislamu ajue ya kuwa anapoisoma Qur'an, hii ni ibada ambayo hakuna ibada kama hii katika Uislamu. Hakuna kitabu ambacho kisoma unapata thawabu isipokuwa Qur'ani peke yake, isipokuwa Qur'ani peke yake. Kwa unapoishia Qur'an ukawa unaisoma, bila shaka unafanya ibada ambayo hakuna ibada kama hiyo, hakuna ibada kama hiyo. Lakini pamoja na hivyo, Qur'an ni tiba. Unapoisoma basi inakuwa sababu ya hata kuna baadhi ya magonjwa na maradhi ambayo haukujua kwa unayo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuponya. Na kuna maradhi ambayo labda ungeyapata ama hata balaa ambazo ungezipata, lakini kwa ajili ya kuisoma Qur'an Allah anakuepushia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Tunateremsha katika Qur'ani ambayo ndani yake kuna tiba, shifa. Hii tiba ni mara 2. Ni tiba ya moyo, kwa kuwa ukisoma Qur'an Allah anaweka nuru katika moyo wako, na Allah analainisha moyo wako, na Allah anaweka uongofu katika moyo wako. Lakini pia ni tiba ya mwili, maradhi ambayo labda ulikuwa nayo na ilikuwa labda usipone, inakuwa ni kwa ajili ya Qur'ani unapona. Lakini Qur'ani pia ni baraka. Qur'an nini? Ni baraka. Allah anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, kitabu ambacho kina baraka, ukisoma unapata baraka, Allah anakubariki, inakuwa baraka, inaingia katika maisha yako, inaingia katika ibada zako. Lakini pia Qur'an ni hudan, ni uongofu, na hasa kwa yule ambaye anajua Kiarabu, akisoma akawa anajua maana yake. Kwa hivyo unapata unasoma na huku unazingatia maana yake unachokisoma, basi unapata kuelewa dini yako na kujua mengi ambayo labda ulikuwa umeghafilika nayo, unakumbuka au unajua ile ambayo ulikuwa hujui. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa Muislamu kila wakati awe ni mwenye kusoma Qur'an. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala
Abdullah ibn Abbas anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada nas, alikuwa mtume rehma na amani zote yake ni mkarimu, yani ni mwenye kuwasaidia na kuwafanyia watu ihsan, wema kwa mali zake. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuwa ni mwema zaidi kwa kufanyia watu wema na mkarimu zaidi unapoingia mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao ndio wakati Jibril alikuwa akikutana na mtume. Wa kana yalqahu Jibrilun fi kulli layla, Jibril alayhi salam alikuwa akikutana na mtume katika kila usiku wa mwezi wa Ramadhani, min shahr Ramadhan. Fayudarisuhu alquran, kisha walikuwa wakisomeana Qur'an. Mtume anasoma Qur'ani, Jibril anamsikia. Kwa ikawa ndio sababu maswahaba wakachukua hapo ya kwa vile mtume alikuwa anaisoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani sana, basi hao pia wakawa wanafanya hivyo. Lakini pia Qur'an, ndugu zangu Islamu, tunajua ya kuwa unapoisoma Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa siku ya kiyama utapanda daraja kubwa zaidi, daraja ambayo si rahisi mtu kufikia daraja hiyo kwa kufanya ibada nyingine ambayo si kusoma Qur'an. Mtume anasema yuqalu li sahibi alquran, ataambiwa yule mwenye kuisoma Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya, soma na upande daraja na usome kwa tartil kama ulivyokuwa unasoma duniani. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u, kwani daraja yako itakuwa ni ile aya ya mwisho utakayoisoma. Hadithi mpokewa na Abu Daud an Abdullah ibn Amr ibn As. Kwa hivyo tuone ya kuwa Qur'ani pia itakuwa ni sababu ya Muislamu kuwa na daraja kubwa mbele ya Allah siku ya kiyama, kama vile pia Qur'an itamuombea Muislamu shafaa siku ya kiyama. Qur'an itamuombea shafaa Muislamu siku ya kiyama. Mtume anasema iqra'ul Qur'ana, someni Qur'an, fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, kwani itakuja Qur'an siku ya kiyama ikimshufaia yule aliyekuwa akiisoma. Rawahu Muslim an Abi Umama. Kuna kuonesha kuwa Muislamu hata kama alikuwa ana makosa ambayo yangelikuwa sababu ya yeye kuingia motoni, atafurahishwa kwa kupata kwa Qur'ani imekuja na imemwombea msamaha, imemwombea msamaha, na Allah subhanahu wa ta'ala akakubali msamaha wa Qur'an, na kisha ikawa sababu ya yeye kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye pia akisoma Qur'an tena sana, bali yasemekana kuwa kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali, na ni swali ya usiku, qiyamul layl. Akaja sahaba Abdullah ibn Mas'ud akawa amejiunga nyuma yake. Mtume akaanza kusoma Baqara, na hapo juu iko ndani ya swala, akaisoma mpaka kamaliza. Baqara ni juzu ngapi? Ni juzu 2 na kama robo hivi, juzu 2 na kama robo hivi. Alif lam mim yote, sayaqulu yote, alafu tuna tilka robo yake. Hii ni raka moja. Huyu sahaba akasema kuwa basi akimaliza tarukuu, lakini Mtume baada kumaliza akaingia tena Ali Imran, tena akaendelea. Sahaba akasema labda akimaliza tarukuu tena akaingia sura inayofuatia Nisa, tena akaingia Maida. Hii ni kuonesha vipi Mtume alikuwa anaisoma Qur'ani sana, na hii ndani ya swala, hii ndani ya swala. Ndio sababu imepokewa kuwa hawa masahaba na wengine ambao tumewataja, kuna wale ambao walikuwa wanahitimisha Qur'ani kwa raka 2 qiyamul layl,
Allahu akbar, anaanza kusoma Qur'ani, anahakisha kuwa akirukuu amefika kama nusu ama zaidi, akiinuka rakaa pili anahitimisha Qur'an. Kwa hivyo yatakiwa kila Muislamu ajiulize, je, na mimi nami huwa naisoma Qur'ani kwa kiwango gani? Mbali na Ramadhani, siku za kawaida, je, huwa nimejiwekea kuwa kila siku angalau niwe naisoma Qur'an? Kuna baadhi ya Waislamu hawaisikii Qur'ani isipokuwa mpaka waje kwenye swala, wakiwa nyuma imamu ndio sana nasikia Qur'ani nasomwa, lakini eti hao kufungua Qur'ani wanachukua muda sana kuisoma Qur'an. Na ile jambo ambalo ndugu zangu Waislamu ni shumun, anitakuwa Muislamu anajiweka katika maisha ambayo si mazuri, anajiweka katika maisha ambayo si mazuri, kwa kuwa Qur'an ni moja katika ibada ambazo yatakiwa Muislamu adumu nazo, na wala ni ibada ambayo haimchukui mtu nguvu nyingi, bali hata unaweza kaamua ukao unafanya shughuli zako na huko unasoma Qur'an. Isipokuwa lakini si vizuri Muislamu awe anajishughulisha na huku anasoma Qur'an, si vizuri, hasa ikiwa ni shughuli ambayo itakufanya mpaka ile Qur'an ukao unaisoma lakini hauizingatii, ama ikiwa ni shughuli ambayo utakuwa unaifanya na inakufanya mpaka nini, unakuwa na watu watu wanafanya fujo, inabidi afadhali uache kusoma Qur'an, sababu Qur'an itakiwa ikisomwa yule ambaye anaisikiza awe ni mwenye kutulia ili aisikize. Sasa miongoni mwa adabu ambazo nitataja baadhi ambazo atakiwa Muislamu azidumishe wakati wa kuisoma Qur'an, naongea kwa ufupi ili tusirefushe muda. Miongoni mwa adabu ambazo atakiwa Muislamu ajitahidi kuzidumisha wakati wa kuisoma Qur'an ni Muislamu kupiga mswaki. Muislamu akitaka kuisoma Qur'an akishe kwa mdomo wake ni msafi, apige mswaki. Lakini pia anatakiwa Muislamu anapotaka kuisoma Qur'ani ashike udhu kama hana udhu. Kama vile pia ni katika adabu za kuisoma Qur'an, Muislamu anapotaka kuisoma Qur'ani ajitahidi kutafuta mahala pazuri pa kuisoma Qur'an, na mahala pazuri huwa ni mahala ambapo pana utulivu, mahala ambapo ni pasafi, ili ndio usome mahala hapo Qur'an. Lakini pia Muislamu miongoni mwa adabu za kuisoma Qur'an anatakiwa ajitahidi anapoisoma Qur'ani asifanyie watu fujo kwa Qur'ani kuisoma. Na ndio sababu miongoni mwa adabu za kuisoma Qur'ani, hata ukiwa msikitini hasa inatakiwa usiinue sauti yako sana. Inatakiwa Muislamu aisome Qur'ani kwa sauti ya chini, ili yule ambaye yuko msikitini na anataka kuswali aweze kuswali bila ya kushawishiwa na ile Qur'ani ambayo unaisoma. Ama mwenzako anayesoma Qur'ani pia aisome pia Qur'ani yake bila ya kuwa ile sauti yako inamshawishi. Hivyo ndio vile atakiwa Muislamu aisome Qur'an. Lakini Muislamu atakiwa akisoma Qur'an ajitahidi kuwa na ikhlas na kupamba sauti yake na kujitahidi kutabikisha zile ahkam za tajwid kwa kuisoma Qur'ani, ukijitahidi kuitamka kila herufi itoke katika makhraj yake inavyotakiwa. Lakini pia takiwa Muislamu ajitahidi anapoisoma Qur'ani awe ni mwenye kuizingatia ile Qur'ani, hasa anapokuwa anajua maana yake. Si kusoma tu kwa kuwa unasoma, bali uisome na huku unaizingatia, at-tadabbur. Na takiwa Muislamu ajitahidi anapoisoma Qur'ani akiwa ndo aanze kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hii ni sunna. Ukiwa unasoma Qur'ani kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ingawa baadhi ya maulama wanasema kuwa ni lazima, na ndio kauli ambayo ina nguvu zaidi.
ni lazima, kwa sababu tunaposema sunna, si kila sunna ni kinyume cha wajibu. Sunna tunamaanisha kuwa manake ni hadiyun nabii, ani mwongozo wa mtume, lakini kuna baadhi ya sunna ambazo ni wajibu, ni lazima. Kwa Muislamu inatakiwa asome a'udhu billahi minash shaitanir rajim unapoisoma Qur'an. Allah anasema hivyo, fasta'idhu billahi minash shaitanir rajim. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nasema kwa yani naongea kuhusu mada hii, na ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kasema takiwa Muislamu anapotaka kuisoma Qur'ani asema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuna mmoja katika wasikilizaji akauliza, ustadh, sasa kuna haja kweli mtu asema a'udhu billahi na hali ya kuwa hao mashetani ambao tunaomba Allah atulinde nao washafungwa? Sasa kwa nini tuseme a'udhu billahi na hawako? Lakini la, unaposema a'udhu billahi, hiyo ni ibada ambayo ibada hiyo haijalishi ya kuwa hao mashetani ambao unaomba Allah akukinge nao wapo ama hawapo. Hiyo ni ibada ambayo lazima uitabikishe. Kwa hivyo hakuna maswali mengi, wala tusiweke akili yetu hapo, kama vile kuna watu ambao husema ya kuwa lakini ukienda haji unalenga mawe kwa kutupa pale kwenye jamarati, huwa unapiga shetani. Shetani kwa amekaa tu hapa, hawezi hakimbia? Ama kinachomzuia nini asikimbie na anapigwa na watu hivyo? La, hiyo ni akili ambayo unatumia. Lakini sisi tumeambiwa kwa ukipiga hapo unapiga shetani, lakini pia ni ibada. Kwa sisi mbali na shetani kuwa yupo hayupo hatujali, ingawa tunaamini kuwa anaumia, lakini lengo kubwa hiyo ni ibada. Hiyo ni ibada ambayo tumeambiwa tufanye hivyo. Kwa mambo mengi ya kusema kuwa itakuwa hivi ama itakuwa hivi, hilo Muislamu hafai kuweka hapo akili yake. Lakini pia ni adabu, unaposoma Qur'ani Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kusoma a'udhu billahi kisha bismillah. Bismillah huwa unaisoma unapokuwa unasoma kuanzia mwanzo wa sura, lakini ikiwa si mwanzo wa sura unatosheka tu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim basi peke yake. Tunahimiza ndugu zangu Waislamu kusoma Qur'an, na tunakumbusha kwa sababu ya kuwa bado tuko mwanzo kabisa wa Ramadhani. Kwa ina maana kuwa hata Muislamu ambaye alikuwa ameghafilika anaposikia nasaha hii na ukumbusho huu, anaweza akaweka nia na azma ya kuwa ni kweli nishapitwa na siku moja ama siku mbili, lakini sasa siku zijazo lazima nimeweka azma kuwa nitakuwa kila siku na kisha kuwa angalau kwa uchache juzu moja. Bali hata anaweza akaamua ya kuwa wacha nifanye qadha, wacha nilipe zile siku ambazo zimenipita, kesho nisome angalau juzu 3 ama juzu 4 kwa kulipiza zilizopita, alafu sasa ndo aendelee. Akisha kuwa anajitahidi mwezi Ramadhani unapomalizika, basi angalau amehitimisha kama mara 10. Ingawa nikisema mara 10 watu wananiangalia wengine, sema ustadhi inawezekana kweli hivyo? Mara 10 vipi? Bali hata mara 30 unaweza. Nimesema hapo unakamilisha kila siku Qur'an. Hasa ikiwa unasoma kila siku Qur'ani utahitimisha mara ngapi? Si mara 30? Naam. Nakumbuka kuna baadhi ya ndugu zetu walihudhuria mashindano ambayo yalikuwa Ghufail, mwisho wa masomo. Miongoni mwa mashindano ambayo yalikuwepo ni kuwa wanafunzi walikuwa wanashindana ni nani ambaye atasoma Qur'ani na aimalize. Nadhani alikuwepo, si ndio? Kwa siku ngapi? Sikieni, kwa siku moja. Sisi tunasoma Qur'ani uimalize kwa siku 2 ama 3, kwa siku moja mashindano hayo. Kwa hivyo unaanza asubuhi, mwenzako pia maanza asubuhi, huyu pia maanza asubuhi, kisha tunataka kujua kuwa ni nani atakayemaliza mwanzo kabla mwingine. Sisi mwanzo wa mwezi Ramadhani alafu tuone atakayemaliza ni nani mwanzo mwisho. La, leo mwanzo leo asubuhi, na tunataka kabla dhuhuri kila mtu awashamaliza ama baadhi yao washamaliza. Na kuna wale ambao walimaliza kufikia saa 4 mtu ashamaliza Qur'an, si hivyo? Wengine saa 5. Kwa tunapozungumzia kuhusu kuwa unaweza kuhitimisha Qur'an kwa siku moja, mtu asione kuwa ustadhi hao ni maswahaba hao, sisi hatuwezi hayo mambo hayo. La, na pia mfano ambao hata mwezi hujapita tangu nini jambo hilo lifanyike, na waliofanya ni baadhi ya ndugu zetu ambao mashallah ni wanafunzi ambao wana mahufadh.
Lakini hata mtu ambaye si hafidh, kwa sababu pale hausomi, walikuwa wanasoma kwa hifadhi wale, lakini wewe hata unaweza kufungua msaafu na ukaanza kusoma pia ukahitimisha kwa siku moja. Basi umeshindwa, basi soma nusu Qur'an uhitimishe siku ya pili. Naelewa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao labda anaweza kawa anajua kabisa kuwa mimi kesho sina kazi, labda na kazi, lakini kesho sitaenda kazini, kwa nitakuwa nyumbani tu. Hasa nitakuwa nyumbani, sina pia kazi muhimu ambayo inanilazimu nifanye hiyo kazi, bila kuifanya itakuwa ni maribu kazi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuchangia kuwa kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri, wacha muda huu nimpe Allah, nihakikishe kuwa nataka ni jaribu nione kuwa nikianza asubuhi kusoma Qur'ani nitafikia saa ngapi kama nimekamilisha Qur'an. Na kweli unajitahidi kuisoma kabisa mpaka ikifikia dhuhuri, utakujua kumbe ili njama ambalo naliweza, lakini tu huwa ni ajizi, yani ni uvivu, na pia kule kudhania kuwa ni jambo gumu sana, lakini jambo ambalo linawezekana. Kwa hivyo ikiwa Muislamu anaweza kufanya hivyo, je, kinachomshinda, kinachomzuia kuwa kwa siku angalau asome juzu 10 nini? Ukisoma juzu 10 kwa siku, ina maana kuwa kila baada ya siku 3 Qur'an ushaikamilisha. Hasa hivyo ndio vile yatakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia falyatanafas almutanafisun sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Sasa haya ndio mambo ya kushindana. Naelewa yatakiwa Muislamu ukiwa na rafiki yako, miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa muwe mnazungumza ni kuwa hebu umefika juzu ngapi? Si kwa sababu ya ria, lakini kwa sababu ya kuhamasishana. Kwa hivyo anakuambia kwa mimi leo nimefika juzu ya 10. Basi mimi niko ya 7. Nitakisha kuwa leo silali mpaka pia nifike ya 10. Hivyo ndio vile nini yatakiwa watu washindani. So umenuia kuhitimisha lini? Mimi kesho nitafanya bidii mpaka nihitimishe. Basi mimi pia inshallah nitafanya bidii nihitimishe kesho. Hivyo ndio vile yatakiwa nini watu washindani. Nielewa? Na kwa kufanya hivyo, hiyo si ria wala si masifa, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo ni ya ibada, lakini ikiwa utayazungumza kwa nia ya kuhamasisha watu, ni jambo ambalo la kubalika, ni jambo ambalo liko sawa, na ni jambo ambalo halina makosa. Kwa mmoja katika mambo ambayo unaweza ukaongea na rafiki yako na ukamuuliza na pia hakuuliza, na kisha baadaye mkatiana moyo, bali hata wakati mwingine mkaambiana kuwa inshallah tutasoma Qur'an saa fulani, kisha mnakaa mnaanza kusoma, yeye ameketi hapo umeketi hapo, mnasoma. Umeelewa? Na ndio rafiki wa Kiislamu. Si tu rafiki wa nini wa kuwa twende tuswali, lakini pia tufanye ibada kama hizo, kusoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema majtama qaumun fi baitin min buyuti llahi, majtama qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitab Allahi. Lengo la hao kuwa wamekusanyika katika nyumba za Allah nini? Ni kuwa wanasoma kitabu cha Allah, Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum, na wanasomeana kati yao, yani wanapeana zamu, wanapokezana. Ni kuwa imam mmekusanyika kila mnasoma kivyake, ama mmekusanyika kisha huyu anasoma akibaloza juzu moja, huyu pia anasoma juzu ya pili, huyu juzu ya tatu, hivyo mpaka mnamaliza, tena mnaanza hivyo mpaka mnamaliza. Kwa hilo jambo lawezekana, lakini mpaka upate rafiki mwema ambaye bila shaka mtakuwa mnahimizana katika mema, ikiwemo wema wa kusoma Qur'an. Kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie himma na bidii ya kuisoma Qur'an, na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika ibada hiyo ya kusoma Qur'an, na tulipwe thawabu na daraja alizowaahidi wenye kuisoma Qur'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa jazakumullahu khairan.